Matukio mawili ambayo leo tungeshuhudia magoli yangeandikwa kwenye scoreboard na yakabaki. Goli la Selemani Mwalimu, lakini pia nafasi ya Prince Dube ambayo aliotea. Kwa nini haya ninayazungumza kwa haraka? Ni kwa sababu zilikuwa ni nafasi za wazi sana. Nasoro Mwinchui, refa amechezesha vizuri kwenye maeneo yote, lakini maeneo takriban mawili au matatu amezingua kiasi cha kuwapa watu mambo ya kuzungumza, na huenda wasingezungumza kama hayo yasingetokea. Tukio la kwanza ni tukio la Prince Dube, alikuwa anaelekea kufunga, pasi ilipigwa mbali. Dube alikuwa kwenye eneo sahihi kabisa, hakuwa ameotea, lakini mwamuzi wa pembeni line 2 akasema umeotea, na ikawekwa kati, wakacheza Simba. Inawezekana labda Prince Dube angebadilisha scoreboard, lakini kwa sababu ya tabia yake ya kukosa magoli huenda asingefanya hivyo. Lakini uhalali angalau kama angepata hiyo nafasi akakosa, watu wakajua amekosa, kuliko kuzuiliwa alafu watu wakasema ilikuwa ni nafasi yetu ile, kwa sababu alikuwa ni yeye na mlinda lango tu. Kwa hiyo kilichokuwa kimebaki ni yeye kwenda kubadilisha scoreboard. Ilikuwa ni mapema sana, kwa hiyo Yanga wangepata goli la uongozi na pengine ingekuwa wameongoza mchezo, si ndio? Kitu kingine ama tukio lingine ni Simba ambapo Selemani Mwalimu amefunga goli. Aise, lile ni goli halali kabisa, hakuna ubishi wala nini. Kama nafasi ya Dube ilizuiliwa ambayo huenda hata angepata, angeachiwa, angekosa, hiyo hatuwezi kuizungumza kwa ukubwa sana, lakini goli ambalo lishapatikana, basi hakuna namna ambavyo unaweza kaacha kumlaumu mwalimu kwa maana ya refa kwenye eneo ambalo mtu tayari ameshafunga. Angalau ingekuwa ni nafasi kwamba wamenyimwa nafasi ya kufunga kama ambavyo Yanga wamenyimwa nafasi kupitia Dube. Hapa ni kwamba wamenyimwa goli, wameshafunga tayari lakini wakanyimwa goli kana kwamba wameotea, kitu ambacho kwa marejeo ya picha sio kweli. Kwa hiyo line 1 alizingua, alimdanganya Nasoro Mwinchui, rais kwa maana ya mwamuzi wakati wa mchezo. Bana, rais tena hatari sana. Kwa hiyo unaona, hilo ni tukio la pili ambalo leo waamuzi wamezingua na wamewapa watu mambo ya kujadili, na hivi ni vitu ambavyo vingeamua mchezo, yani vilikuwa vinaamua mchezo totally. Sasa kama jambo ambalo linaamua mchezo linazungumzwa ama linapatikana kwenye mchezo, hata kama ulifanya vizuri kwenye matukio mengine yote, basi lazima watu watakuzungumza. Jambo la tatu na la mwisho kwangu ambalo nimeyaona kwa haraka haraka ni ile kadi ya njano kwa mchezaji Damaro Kamara. Hakustahili, alicheza mpira lakini hakustahili kadi ya njano. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho mwamuzi aliona, pengine kwa sababu alishacheza rafu nyingine before, kwa sababu pia aliingia uvunguni, basi akaona hii inatakiwa iwe kadi ya njano. By the way, ilikuwa ni wanasema ukitumia nguvu ama ukiwa na nia ya kuumiza, basi mwamuzi anaweza akakuadhibu ama anaweza akaweka foul, lakini ukitazama aliingia uvunguni akachukua mpira. By the way, mwamuzi amejitahidi, tofauti na watu walivyomchukulia kwamba huenda angeharibu kabisa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kitu ambacho tunaweza tukakizungumza kwa kusema kwamba Simba walikuwa na mechi bora. Yes, hivyo hivyo, kwamba Simba walikuwa na mechi bora sana kwenye mchezo huu, na wamekosa nafasi adhimu sana ya kushinda mbele ya Yanga ambayo ni Yanga bora. Yani wameshindwa kufunga Yanga bora wakati ambao wao walikuwa bora mchezoni. Kipindi cha kwanza wamedominate vizuri sana. Ubora wao umeshindwa kuwapa matokeo kipindi cha kwanza, ubora wao ukashindwa kuwapa matokeo kipindi cha pili, licha ya kwamba walifunga wakanyimwa goli. Lakini kuna nafasi nyingi wametengeneza, na hapo kuna wachezaji lazima uwasifu na kuwapongeza, ikiwa ni pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto, ameingia kuchukua nafasi ya Dickson Job aliyeumia kipindi cha kwanza, akacheza vizuri sana na kuokoa michomo kadhaa, ikiwepo na mwenzake pia Ibrahim Baka. Lakini kwa Djigui Diarra, na yeye huwezi kuacha kumsifia, amefanya kwa kiasi chake. Umeona bana, leo kuna baadhi ya wachezaji hawakuonekana, ikiwa ni pamoja na Depu ni kama Waarabu wamefundisha timu za Tanzania jinsi ya kumkaba Depu. Sijajua kwa nini timu nyingine ambazo ni hizi za kawaida ambazo wanazifunga, sijajua kwa nini wao wanashindwa kumkaba. Lakini ukitazama kwenye mechi dhidi ya Al Ahly, tazama kwenye mechi dhidi ya AS FAR Rabat, tazama na kwenye mechi hii dhidi ya Simba, unaona kuna namna ambavyo anakabika vizuri sana. Na kumkaba kwake huyu sio lazima mkabe yeye, ni kutengeneza mfumo ambao unaizuia Yanga kutengeneza shambulizi likavuka kwenye
safu ya kiungo. Kwa hiyo zuia wachezaji kama kina Maxi wasifike mbali, wachezaji kama kina Mudathiri wasifike mbali, yani wasisogee mbele kwenye eneo lako kuja kushambulia. Wazuia wachezaji wa pembeni ikiwa ni pamoja na mabeki. Ukitazama leo mchezaji kama Izra Patrick Mwenda mara chache sana alioverlap, hivyo hivyo pia kwa Zimbwe Junior. Kwa hiyo hii inakuonyesha ni kwa kiasi gani Simba walijizatiti kukaba na wakafanikiwa kukaba kwenye mifumo, wakamzuia Depu kujitokeza ama kupata nafasi za kufunga. Hivyo hivyo pia kwa Prince Dube ambaye amekuwa mzuri sana akipitia pembeni. Mipira ilikuwa inazuiliwa kabla mpira haujapigwa, yani kabla pasi haijapigwa kwenda kwa Dube pembeni kushoto, basi hapa katikati aidha Kante au Kagoma ameshazuia mpira, amekata umeme. Lakini kitu kizuri kwa wachezaji watatu ama wawili wa Simba ambao wanacheza mbele, kwa maana ya Ino Loemba, Anicet Oura, kuna wakati huelewi kama wanashambulia tu au wanashambulia na kuzuia, kwa sababu kwenye nyakati kama hizi ambazo Yanga sasa wanataka wapige pasi kwa Dube akimbie na mpira akaingize cross, ndipo ambapo namuona Anicet Oura anazuia ile pasi, alafu Kagoma na Kante wanasubiria. Sasa unashangaa Simba walikuwa na motivation kubwa sana kwenye mchezo huu, na namna ambavyo wanashirikiana kwenye kucheza, unaona kabisa kwamba ilikuwa ni ngumu sana kwa Yanga kuondoka na matokeo. Hivyo hivyo upande wa kulia, hata alivyoingia Buba Jammeh bado ilikuwa ni ngumu pasi kumfikia, kwa sababu wanaanza kuzuiliwa hapa katikati. Kuna wakati Yanga walikuwa wakijaribu kucheza mpira wao wa pasi, wanajikuta hawawezi kupiga pasi tano, kwa sababu Simba wanakaba kwenye mifumo na sio kwa mchezaji mmoja mmoja. Umeona, unamsifu Kasari, kuna moja alidive vizuri kweli kweli. Unamsifu yule jamaa mwenye unga kichwani, kwa maana ya Roshan Derek. Aisee, yule jamaa ni hatari sana. Yani kila aliyejaribu kuvuka backline ya Simba alikutana na Roshan Derek. Yule ni beki bora sana. Nadhani Mamelodi wanaweza wakarudisha mtu wao. Kama wanamtazama kila siku, basi inawezekana wanaweza wakamrudisha mchezaji wao, ukizingatia backline yao pia na wao sasa hivi haiko vizuri sana. Huenda wakachukua mtu wao, japokuwa for sure huyu ni mchezaji ambaye ni wa kumpa mkataba wa muda mrefu. Mchezaji bora sana huyu jamaa. Umeona bana? Yes, miongoni mwa wachezaji wa kuwapa heko kwenye mchezo wa leo, Ino Loemba wa kumpa heko sana, amewazungusha sana pale katikati. Libase Gay amewazungusha sana katikati. Ukitazama video yangu ya nyuma nilitaja hatari 5 kwenye mchezo wa leo. Miongoni mwa hatari ambazo nilizitaja, hatari namba 1 alikuwa ni Depu, ambaye system of play imekabwa kama nilivyozungumza. Lakini hatari nyingine ambayo nilisema ni Ino na Selemani Mwalimu, na kweli umetazama namna ambavyo Mwalimu alivyoingia, alichokifanya, alifunga bao. Mimi nilisema kabisa kama Mwalimu ni mtu ambaye anatumia nafasi mapema sana. Ukifuatilia video ya nyuma utaona hilo. Nilisema hatari nyingine ni Libase Gay pamoja na Anicet Oura, kwa pamoja ni wataje wawili. Umeona wameizungusha kweli kweli, Yanga wamehenyesha sana, piga jalamba la maana kabisa. Ilichokosekana tu ni matokeo ya goli. Nilimzungumza Tanja kwa maana Jibrila Kasali kama hatari nyingine, na kweli ameonesha kwa kiwango chake na namna ambavyo mashambulizi yalikuja, japokuwa hayakuwa kwa ukubwa ule. On target 2 off target 4 hauoni kama kulikuwa na hatari kiasi hicho. Nikimtaja pia Jigi Diara ambaye naye amepokea on target 3 na off target 5, amejitahidi kwa namna nzuri sana. Umeona bana, Mudathiri Yahya kwenye mechi nzuri, lakini ukosefu wa matokeo ama ukosefu wa nafasi ama mianya ya kufanya mikimbio ama kupiga pasi kwenye mianya ukafanya mchezo umalizike kwa sare ya bila kufungana. Lakini matokeo matatu, kwa maana matukio matatu mwamuzi amezingua ni ya wazi kabisa. Goli la Selemani Mwalimu, penalty kwa maana ya offside ya Prince Dube alivyotokea, lakini pia kadi ya njano. Wewe umeona nini kwenye mchezo huu? Full time 0-0 Simba Yanga, hakuna aliona bao kwa mwenzake. Bana, acha tu niwavulie kofia wekundu wa Msimbazi. Timu yao wanakoelekea ni hatari. Enjoy.